Wakulima 4 chipukizi kutoka Kenya na Tanzania wamechaguliwa kuweka ujuzi wao wa kilimo kwenye jaribio kuu. Kwenye miezi 9 zijazo, hawa 4 watapambana vilivyo katika shindano kali maishani mwao. Kila mkulima atapewa ekari moja ya shamba kuliita lake. Wana miezi 9 kufanikisha shughuli zote shambani. Na pengine mkulima atakayefaidika zaidi na shamba endelevu atatoka na tuzo kubwa. Cha kupoteza na cha kushinda ni muhimu. Saa inakwenda mbio tayari. Nani atakuwa mkulima shujaa? Sasa hapa tunatazama jinsi mifereji inaunganishwa. Ndio tumemaliza kuweka pipes, sasa tunachunguza kama kuna mahali panavuja maji. Na naona kuna mita hapo. Ni ya kazi gani? Mita ni ya kujua tunatumia kiasi gani cha maji ili kutuwezesha kujua kiasi gani kinatumika kuzalisha kiasi gani cha mazao. Vizuri. Hivyo ni vizuri sana kwa sababu ni njia pekee tunaweza kufuatilia ni kiasi gani cha maji kila mkulima anatumia katika shamba, na hivyo kiasi gani cha pesa wanatumia katika umwagiliaji. Joel alikuwa amejaa maarifa kochokocho. Tumemfuata shambani kujifunza kuhusu ushauri wake wa umwagiliaji. Hivyo tumemwomba kama atashirikisha wakulima wetu, na kwa ukarimu wake alikubali. Mimi ni Joe kutoka Future Pump. Mimi ni mtaalamu kuhusu unyunyizaji wa maji. Joe ameelezea njia mbalimbali ya kumwagilia shamba lako. Sasa kuna mitungi au vibuyu vya maji na kuna mifereji na vinyunyuzi. Mbinu hizi humwagilia maji kila mahali kwenye mmea na inaweza kufanikisha ueneaji wa magonjwa na pia ukuaji wa kwekwe. Maji mengi huishia kupotea na kinyunyuzi kinaweza kupoteza maji kwa jua hata kabla ya kufikia mmea. Kutumia mbinu hizi inamaanisha wakulima wanatakiwa kutembea katika mimea yao au kuvuta mifereji shambani, na inaweza kuharibu mimea. Hivyo hizi mbinu sio bora, kwani zinachukua muda na zinaweza kuharibu mimea, kupoteza maji na kuhitaji pesa za nguvu kazi mara kwa mara. Kwa mkulima anayetaka kutengeneza faida kwa muda mrefu, Joe amependekeza kwamba mbinu mzuri ya kumwagilia itakuwa drip irrigation au tone kwa tone. Ubora wa kutumia mbinu hii ni kwamba unatumia maji kidogo tu. Joe ameeleza kuwa kwa ekari moja ya viazi kwa msimu mmoja utahitaji lita 20,000 ya maji kama utatumia hizo mbinu nyingine. Hata hivyo, ukitumia unyunyizaji wa tone kwa tone utatumia lita 5,000 tu za maji. Hii inamaanisha unatumia robo ya pesa kwenye umwagiliaji. Tone kwa tone pia ni bora kwa mimea kwa sababu maji yanasambazwa moja kwa moja kwenye mizizi, na pia unaweza kuipatia mimea maji inayohitajika katika wakati tofauti. Maji hayapotezwi kwenye kwekwe na mmea hautoti pia. Pia hakuna muda wala pesa inayopotezwa katika nguvu kazi. Unahitaji tu kufungulia maji ya mfereji unapohitaji kuyatumia. Unaweza kuokoa pesa zaidi kwa kuwekeza kwenye pampu ya sola inayosukuma maji kwenye shamba lako. Hii inamaanisha kuwa hakuna gharama ya stima au mafuta. Joe amependekeza sunflower pump kutoka Future Pump. Inagharimu shilingi 65,000. Unaweza kulipa hili deni kwa misimu 3 tu. Baada ya hapo hautakuwa na gharama ya matumizi, kwani inatumia nguvu kutoka kwa jua. Unaweza kuwekeza kwenye pampu ya sola ya kunyunyiza kutoka Future Pump. Ukitaka kununua pampu yao ya kunyunyiza ya kutumia nguvu za jua au sola, SF1 Pump wameshirikiana na wasambazaji ama wakala kote nchini na taasisi za kifedha kukuwezesha kununua pampu hii kwa mkopo, kumaanisha mpangilio wa malipo katika miji kadhaa. Kimathi amerejea kuangalia Lea anaendeleaje na bajeti yake. Siku chache zimepita hukuwa na furaha.
ulikuwa kidogo na wasiwasi, hauna motisha. Unaweza kuniambia ni kwa nini? Hapana. Hakuna shida, sio lazima uniambie. Tuongee kuhusu bajeti. Ulifanya bajeti kuhusu viazi? Ndio nilifanya. Ni nini kingine unapanda ama ni nini kingine unanuia kupanda ama kukuza? Nyanya. Umefanya bajeti yako kuhusu nyanya? Na ni nini kimekufanya ufikirie kukuza nyanya? Kwa nyanya haitakuwa mbaya kuanza nayo. Sunipe gharama kamili. Na ningependa kujua ni nini hasa kimefanya uamue kukuza nyanya. Nikiwa na kama 50,000 nitaweza kuanzisha. Naona bado naongea kwa jumla. Inatakiwa unanipa hesabu kamili ni nini inajumuishwa katika hiyo 50,000. Kwangu mimi nilikuwa naangalia kila kitu kinahitajika kama viwadudu. Kila kitu ambacho kinahitajika ni kama nini? Kama viwadudu, mbegu. Na mbegu na viwadudu ni kama pesa ngapi? Wajua kila dawa inaua mdudu fulani. Kwa hivyo itategemea, itakuwa kama shilingi 25,000. Katika mpangilio huwezi kupangia vitu kwa jumla, ati mbegu na viwadudu kwa laini moja ukasema ni zinagharimu kiasi fulani. Utanunua mbegu mara moja, viwadudu utanunua mara kwa mara kutegemea maambukizi. Kwa hiyo lazima kila kitengo kiwe na gharama yake na hesabu yake kando, na hiyo itakusaidia kwa mpango. Huwezi panga vitu kwa jumla. Kumbuka bajeti ya mara kwa mara. Na ile balance imebaki je? Ulisema bajeti yako ni ya 50,000. Ndio maana nilikadiria 50,000. Kwa maana sijui viwadudu nitanunua mara ngapi. Pole. Acha nikwambie. Itakugharimu takriban shilingi 60,000 kwa unyunyizaji peke yake. Na hiyo ni kimbele. Hiyo ni ya hiyo drip irrigation. Hasa kama mvua itakosa kunyesha. Je, uliweka hiyo kwa hesabu? Utahitaji kama shilingi 45,000 hadi shilingi 46,000 kuweka mfumo huo wa unyunyizaji na shilingi 15,000 kwa nguvu kazi. Na kazi hii yote itahitaji kama siku 2 kuunganisha. Hiyo ni kama mtaji wa shilingi 60,000. Hata kabla ya mbegu na viwadudu na nguvu kazi ya kuendesha shamba. Sawa. Tilia maanani na kuwa makini kabisa. Kuwa makini. Kadiria kila kitu kwa kina unapofanya mipango. Ni bora tunajadili haya sasa kabla hujaanza. Sawa sawa? Sawa. Asante kwa kunisikiza. So for me, my budget is around 100K for tomatoes. Na je, bajeti yako inatosha haya yote? Ukitilia maanani yote unayohitaji, unaona ni kama utaweza kufanya kila kitu ambacho unataka kufanya? Bwana Kimathi, nimeona nikuite kando kwa sababu naona ni kama wakulima wetu wana tatizo mengi kuhusu bajeti zao. Ni nini shida? Kulingana na makadirio yangu na vile nimevyo watazama na mazungumzo ambayo tumefanya na wao wote, kwa specifics ni kwamba naona mtu kama Isa ambaye ni mjanja na ujanja wa sungura. Isa ni mjanja sana na pia ana maarifa mengi sana hasa kuhusu ufugaji wa ng'ombe. Lakini wakati mwingine pia anatumia maarifa hiyo kumtia shaka ndugu yake Ken ambao pia anafuga mifugo. Lakini ni muhimu wote waweze, haswa Kenneth aweze kuweza kujimudu, kujiweka pamoja na awe na msimamo dhabiti. Na Lea, naona kuna tatizo na sijui ni nini. Nashangaa niende nimuongeleshe. Shida ni nini? Kwa makadirio yangu nimeona ni kwamba yeye anajumuisha sana makadirio yake ama bajeti zake. Inabidi aweze kuorodhesha mambo yote
Na kama Kenneth niliona alisikiza kila kitu ulikuwa unamueleza. Kama nimetoka kuona, ametoka kufanya bajeti yake ya kila mwezi. Na inamsaidia sana. Ameweza kuona kama atakuwa na faida na ni vyema. Tukiendelea hivi naona kama atafuzu, atafanya vyema. Tuwape tu muda. Muda tu ambao utaweza tu. Ya ndaongelesha. Nawatakia wote kila la heri. Natumai Ken ataendelea kuwa na ujasiri alionayo. Na wanaendelea kunakili matumizi yao ya kila mwezi na mapato. Hasa Lea. Natumai atapata mwelekeo kuhusu mahesabu. Hayo tutagundua kesho. Usiku mwanana wa wakulima. Jack! Ningoje bana. Maggie. Vipi? Hapana. Kuna kitu tofauti leo. Sijui ni nini. Jack, hauoni? Dangari! Ndio. Yaani wajaribu kuiga vile mimi navaa Ai kabisa, unajua si ni wa timu moja, lazima tufanane. Lakini mimi ndio nilianza. Inapendeza ama ipendezi? Uko sawa. Iko sawa? Napendeza sana hiyo. Haya, wacha tuone wakulima kenye wanasema. Lakini hebu niambie. Umepata wapi Dangari? Hayo sisemi. Na wale wakulima wanajiandaa. Ama ni kwa sababu waamuzi wanakuja leo? Wanakuja leo. Vipi jamaa? Fine. Sema. Vipi Isa? Mambo? Uko salama? Sasa Windrose. Unaendeleaje? Fresh. Umesikia waamuzi wanakuja leo? Na mnajisikiaje? Unaogopa, umejitayarisha, bajeti zinaendaje? Ziko tu sawa, but bado tunaendelea kuunda vitu. Kuna mtu yote amemaliza bajeti yake? Hatujui. Iwapo hata hatujui Lea pia ako na shughuli shambani, hatujui. Haya, acha tunaolea. Tukamtafute Lea. Ni vizuri kuona wakulima wakitilia maanani upande wa bajeti katika ukulima wao. Ni siri ya mafanikio. Kwa nini Lea hayuko pamoja nao? Ama anaweza kuwa alichanuka akaielewa usiku kucha. Lea, vipi? Tuko poa? Kazana tu. Unajua waamuzi wanakuja leo. Nakumbuka na uko tayari kuonesha makadirio yako? Niko tayari. Kabisa? Niko tayari. Wakulima wametumia asubuhi yao kutafiti na kufanya hesabu zao. Nina imani wamepata hesabu zao kiusahihi. Hata Lea amerudi kubadilisha mahesabu. Je, wewe una matamanio ya kuwa mkulima barubaru na unataka habari zaidi? Tembelea tovuti letu www.losetheplot.tv ambapo utapata vidokezi vya kilimo, bajeti ya mara kwa mara na ufuatilie safari ya washindani wetu. Unaweza pia kutufata kupitia Facebook na Twitter. Jaji wa kwanza, Dr. Boniface Kaberia, mmoja kati ya wataalamu wakuu wa mifugo Kenya, mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Dr. Daniel Sila, jaji wa pili, mhadhiri na mtaalamu katika sayansi ya uzalishaji wa chakula. Na Angela Madara, gwiji wa mambo ya kifedha kutoka Masiko, atakuwa hapa kuwasaidia na kuwawezesha wakulima wetu kupitia ICT na soko. Hatima ya wakulima wetu iko mikononi mwao. Uambaje? Jambo. Kwa majina naitwa David Kenneth. Kwanza kabisa ningependa kuwakilisha bajeti yangu katika ufugaji wa ng'ombe na pia kwa mazao. Kwanza kabisa nimeweka mapato yangu kwanza. Anafanya vyema. Anazungumza ni kama anajua ni nini anachotaka, vile anavyotaka. Kila kitu. Manyoa pale na hata kupia. Katika mavuno yake ya kwanza, Ken aliwaambia waamuzi kuwa alitaka kulima ekari ya vitunguu na kufuga ng'ombe 2 wa maziwa. Jumla ya matumizi yake ya kila wiki kuanzia maandalizi ya shamba mpaka kuvuna yakawa shilingi 1110. Kama mazao yatakuwa ya afya, anatarajia vitunguu kilo 15,000 kwa jumla kutokana na ekari yake.
Utafiti wake sokoni ulionyesha kwamba anaweza kupata shilingi 40 kwa kilo. Kwa hivyo, kilo 15,000 ya vitunguu kwa shilingi 40 itampa Ken mapato ya shilingi 1,600. Toa matumizi yake na anaweza kutarajia faida ya shilingi 1,490 kutokana na ekari yake moja ya vitunguu. Sio mbaya. Katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, Ken alifanya hesabu ya matumizi ya ng'ombe mmoja wa maziwa na ndama, na ikawa shilingi 1,257 kwa jumla. Kama ng'ombe atakuwa akizalisha maziwa vizuri, anatarajia kupata angalau shilingi 1,144 kutokana na maziwa katika kipindi cha miezi 8 atakayozalisha. Pia anapanga kumuuza ndama na ng'ombe mwishoni. Amekadiria kupata angalau shilingi 60,000 kwa ndama na shilingi 1,160 kwa ng'ombe mkubwa kama atafaulu kumhamilisha. Hii inamaanisha jumla ya mapato yake kutokana na maziwa na mauzo ya ng'ombe vitakuwa shilingi 1,364. Toa matumizi yake na faida yake kutokana na biashara ya maziwa itakuwa takriban 1,107. Na ng'ombe hao unafikiria kuwachukulia bima? Naam, nitaweza kuchukulia bima na jambo ambalo nitazingatia. Unataka kuchukua loan ya zaidi ya 1,300. Naam. Unafikiria kweli benki wataweza kukupa hiyo? Naam, kama nitaweza kuwasilisha stakabadhi sahihi pale, na pia mimi ni mtu ambaye anaweza lipa mkopo kwa wakati. Amepata. Sasa huyu ndio wa kwanza. Sasa tunamngoja nani? Lea. Hello. Hello. Kwa majina naitwa Lea Wangari kutoka Nairobi. Kwangu napanda viazi na nyanya. Lea ameamua kufanya nusu ekari ya viazi na nusu ekari ya nyanya. Anatarajia kuvuna magunia 36 ya viazi kutoka katika nusu ekari yake. Kila gunia anaweza kuuza kwa shilingi 2,000. Kwa jumla, hii itampatia shilingi 72,000. Kwa ukulima wake wa viazi, jumla ya matumizi yake yanakuwa shilingi 44,000. Hivyo, faida yake itakuwa shilingi 28,000. Kwa nusu ekari yake ya nyanya, Lea anatarajia kuvuna kilo 30,000 za nyanya ndani ya miezi 6. Kila kilo atauza kwa shilingi 20. Kwa hivyo, kwa mauzo, kwa jumla atatengeneza shilingi 1,600. Jumla matumizi yake itakuwa shilingi 96,000. Kwa hivyo, shilingi 600,000 toa jumla ya matumizi ya shilingi 96,000 itampa faida ya shilingi 1,504. Mbona viazi na nyanya na unajua zina magonjwa mamoja? Ndio, lakini sijazipatanisha. Hapo katikati nimeacha penye nitapanda mahindi. Msikia amesema mahindi. Kwa ametuambia juu ya mahindi. Alikuambia? Hizi. Sasa mahindi yametoka wapi? Upande wa kazi, una mafikira gani kuhusu wale watakaofanya kazi huko kwa shamba? Ni wewe peke yako ama unatarajia kuajiri watu wengine? Nikianzisha nitahitaji watu kama 3-4, lakini tukishapanda, kwa sababu ndio kazi nyingi iko, tukishapanda inaweza kwa mimi ama mtu mwingine mmoja. Kupanda wakati wa kiangazi ina gharama kubwa venye umesema. Na umeangalia hata maji yenye utatumia, pia gharama yake iko juu. Wakati wa mvua ikishaisha, hapo naona kama naweza tumia kama 2,500 kwa mwezi. Umeweza kutambua mnunuzi ama utafikisha aje nyanya yako kwa soko? Sitaki mwenyewe nipeleke sokoni kwa sababu itanigharimu sana. So mimi kwangu nataka ni deal na brokers. Naomba ufikirie juu ya maneno ya usindikaji ama kuboresha baada ya kuuza kila kitu fresh. Sababu uboreshaji unaongezea dhamana ya mauzo na mafuno yako. Kwa hivyo tunaweza kusaidia wewe
kwa wiki moja utengeneze vitu kama chili sauce, tomato sauce zenye zina manufaa zaidi, zitatupatia pesa zaidi, ndio upate kuongezea pesa zako. Wamekubali. Hao ni wawili. Tumebakisha wawili wengine. Wawili. Sasa tungoje nani? Ngoja tuona. Isa? Isa anataka kufanya nusu ekari ya matango na nusu ekari ya spinachi na sukuma wiki. Pia anapanga kuuza kuku 2,500 wa nyama ndani ya kipindi cha miezi 9. Jumla ya matumizi yake kwa ajili ya ufugaji wa kuku wa nyama ni shilingi 1,822. Kama ataweza kuwauza kuku wote 2,500 kwa shilingi 400 kila mmoja, anaweza kutengeneza faida ya milioni 1 kwa jumla. Hivyo, shilingi milioni 1 ukitoa matumizi yake ya shilingi 1,822 inaweza kumpa faida ya shilingi 1,178 kwa jumla. Kwa upande wa matango yake, Isa anatarajia matumizi kwa jumla itakuwa shilingi 20,000. Kama atalima vyema, anaweza kutarajia matunda 300 kutoka nusu ekari yake, na kila mmoja anaweza kuuza kwa shilingi 20. Hivyo, mauzo ya matango kwa jumla inaweza kumtengenezea shilingi 60,000. Ukitoa matumizi, atapata faida ya shilingi 40,000. Matumizi kwa ajili ya spinach na sukuma wiki yanakuwa shilingi 20,000. Kutokana na utafiti wake, ndani ya miezi 4 anaweza kutengeneza shilingi 1,160. Mara tu anapotoa matumizi, anabakia na faida ya shilingi 1,140. Hii inampa faida ya mazao yake kuwa shilingi 1,180 kwa jumla. Na utatoa mbolea na mbegu wapi? Kwani ni muhimu sana kwa uzalishaji. Nitapata mbegu kutoka Royal na fertilizer kutoka Osho. Inaonekana bajeti yake iko sawa. Sasa bado nani? Mtu mmoja peke yake ndio ibaki. Tungoje. Mimi naitwa Windrose kutoka Tanzania, Arusha. Nimekuja kwa mashindano, nitafuga kuku 500 wa nyama. Windrose alitaka kufanya kilimo mchanganyiko na kupanda viazi, dania, vitunguu na managu katika ekari yake. Jumla matumizi yake kwa ajili ya haya mazao ilikuwa ni shilingi 73,000 na anatarajia kupata shilingi 279 kutoka kwenye mauzo yake yote kwa jumla. Hii itampa faida ya shilingi 206 kwa jumla kutokana na ekari yake ya mazao. Pia anapanga kufuga kuku 2,500 wa nyama ndani ya miezi 9. Kama atauza kuku wote 2,500 kwa shilingi 400 kila mmoja, atatengeneza faida ya shilingi 1,178 kwa jumla. Swali langu ni kuhusu pesa ya matumizi. Pesa ya matumizi yako iko juu. Ukiangalia kuku wa nyama na pia mazao ya shamba iko juu. Umefikiria pale utapata pesa hii ya matumizi? Pesa hii ya matumizi nilikuwa nitatembea kwenye benki kuchukua mkopo. Kuchukua mkopo. Yeah. Katika bajeti lako pia sijasikia ukigharamia wafanyikazi watakusaidia, ama utafanya kazi yote peke yako? Sio zote nitakazofanya mwenyewe, japo nyingine nitafanya mwenyewe, lakini pia nitakuwa na kibarua. Yeah. Okay. Kama umefanya planning mzuri, unaona mboga, vitunguu, viazi utakuwa unafanya misimu migapi kabla hujamalizia? Kabla sijamaliza, kwa mboga naweza nikafanya misimu kama 3 au 4, na viazi na kitunguu nitafanya msimu mmoja. Na si ni dogo sana, sababu vitunguu na viazi ni miezi 3 tu. Miezi mingine utakuwa unafanya nini? Miezi mingine ndo ambao pia nitafanya mboga kumalizia. Kwa plot yote?
Yeah. Nimefurahia sana. Yaani hivyo wakulima wetu wote wamepata idhinisho ya kupata mikopo. Kwa hivyo inaonekana kwamba wamefikiria sana, wameketi chini, wakazungumza, wakajiangalia vizuri, wakaangalia kila makadirio ambayo kila mtu ako nayo. Nadhani tuende tuone waamuzi, tusikie wanavyofikiria. Tuende basi. Tulikaa chini na kusikiza waamuzi walikuwa na yapi ya kusema. Walikuwa na maoni mbalimbali ya kushangaza. Imethaminiwa na Envirofit kusaidia vijana kujitokeza na kusimamia maisha yao vilivyo. Jiko la Envirofit Super Saver linatumia makaa kidogo na litakusaidia kuokoa pesa na kupika kwa haraka na hata kuweka nyumba yako iwe safi. Onja upishi wa kisasa kwa kupika na Envirofit Super Saver na uokoe pesa na muda wako ili kujenga maisha yako ya siku za usoni. Jiko la Envirofit, teknolojia mpya kwa maisha bora.